Tangu mechi imemalizika, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars waliokuwa mzigoni dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, ikiwa ni Total Africa Cup of Nations AFCON 2025. Tanzania walipokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa timu ya taifa ya Morocco. Ni mchezo ambao ulipigwa katika taifa la Morocco, ambako Morocco wenyewe ndio host kwa maana ya waandaaji wa mashindano haya ya AFCON 2025. Stars wamepokea kipigo cha bao 1-0 na rasmi wameondoshwa katika mashindano ya AFCON katika mwaka huu 2025, na sasa ni wakati ambao wanapaswa kujipanga. Ikumbukwe Stars ni mara yao ya kwanza wanafika katika hatua ya 16 bora, lakini walikuwa na nafasi nzuri ya kufanya vizuri na kufika katika hatua ya 16 ya nafasi ya kutoka nafasi ya 16 bora na kwenda katika hatua ya robo final, lakini mwamuzi Babu Traore anaweza kuwanyonga kwa kiasi na kupelekea wanashindwa kufika katika hatua hiyo ambayo walitamani kufika. Moja ya maswali mengi ambayo tayari nimeyapokea mezani ni maswali kuhusiana na upande wa TFF na upande wa shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa maana ya FIFA. Kipi kinaweza kikafanyika ili Stars kudai haki wanayodai ya kwamba wanastahili kuipata katika mchezo. Ukweli mtupu ni kwamba muamuzi wakati Babu Traore katika mechi hiyo kutokea taifa la Mali aliweza kuwanyang'anya au kuwanyima Stars haki yao ambayo wanastahili kuipata, ikiwemo haki ya kuchezewa madhambi kwa Idi Suleiman Nado katika dakika ya 80, ilikuwa ni dakika 90 kati ya zile 4 ambazo zilikuwa zimejumuishwa. Idi Suleiman Nado, tukio kubwa lilifanyika na akaweza kuchezewa madhambi kama unavyoshuhudia hapo na mchezaji wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, lakini muamuzi hakuweza kuweka wazi ili kama ni tukio la penalty kama ambavyo iliweza kuonekana, kwa sababu madhambi ambayo Nado alichezewa yalikuwa ni madhambi ya 10 ndani ya 18, so that's supposed to be the clear foul ambayo ilipaswa kuwa clear penalty katika eneo hilo. Sasa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wao wapo tayari kuweza kuandika barua kwenda katika upande wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa ajili ya kupinga maamuzi ya kile ambacho kiliweza kufanywa na muamuzi katika mechi ya hiyo jana, timu ya taifa ya Tanzania ikipoteza. Kuna ushahidi mwingine ambao tayari nimefanikiwa kupata, ambao ni vyema bwana michezo ukaweza nawe kutazama tukio hili katika hichi ambacho kilijitokeza. Huyo hapa unayemuona amesimama hapo ni mmoja wa ofisa kutokea Morocco, na hili ni tukio ambalo wanalifanya wakiwa yeye na waamuzi wa mchezo huo wakati ambao mechi ipo half time kwa maana ya mapumziko, then wakapiga soga, kuna mambo yakawa na yajadili, then after that ndio mambo mengi yakaja kujitokeza kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. So ushahidi huu inadaiwa ya kwamba huenda muamuzi kuna kitu ambacho alikuwa nacho mfukoni, lakini tunajua kwamba mpira wa Afrika bado upande wa timu kubwa au majiant wanayo nafasi ya kuwa wanabebwa kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa na makosa ya baadhi ya waamuzi. Sio mara ya kwanza tumetazama tu yakiwa mengi yameonekana. Huyu muamuzi Babu Traore anakumbuka kwenye mechi kati ya Simba dhidi ya timu ya Al Masry ya pale nchini Misri, pia kila alichokifanya Simba alipokea kichapo cha mabao 2-0, aina ya maamuzi ambayo alikuwa nayo katika upande huo. So imejitokeza tena katika upande wa timu ya taifa ya Tanzania, na sasa ni wakati ambao tunasubiri kuona nini ambacho kinakuja kupatikana kama sehemu ya majibu na muafaka moja kwa moja katika upande huo. So FIFA kama watapata pia nafasi ya kuzidi kuchunguza matukio mengi ambayo yalikuwa ndani na nje ya pazia, basi huenda majibu yakaja moja kwa moja kufungiwa kwa muamuzi, lakini issue ya Stars kupewa ushindi au kupewa alama hiyo tayari imeisha. Hata maamuzi yakitoka ya aina gani, Stars tayari wameondoshwa katika mashindano hayo, hawawezi kurejea kwamba bwana mechi wa Ureno kwa maana ya penalty ambayo ilijitokeza ni penalty halali. Hata kama ni penalty halali tayari imekuja kutokea wakati ambao tayari haki ambayo inastajika tayari imeweza kutoweka katika upande huo. So tusubiri FIFA baada ya kukamilisha uchunguzi wao itakuwaje. Na ikumbuko haya matukio yote yalifanyika wakati ambao rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA Gianni Infantino na alikuwa ni sehemu ya mchezo. So aliyetazama kwa kina, na sasa taarifa za ndani kwamba pia kabla
kabineti yake inazidi kuchunguza kwa kina tukio hili, wakati ambao pia TFF wanahitaji kuainisha barua yao juu ya kile ambacho hawakuweza kufurahishwa na aina ya maamuzi ambayo yalifanywa na muamuzi Babu Traore katika ufanisi na ubora mkubwa zaidi. Wewe binafsi unalizungumzia vipi tukio hili la FIFA kuingilia kati zoezi hili la Stars kutopata haki yao? Tupia comment yako, lakini pia usahau kusubscribe.